Ni Gwajima tunaye. Kwa muda mfupi ametikisa taifa la Tanzania kwa injili. Miongoni mwa watu ambaye nimetokea bana, mbali na sifa zote hizo ambazo umezisikia hapo za Gwajima kuweza kusifiwa kwa katika maeneo mbalimbali hapa na pale, lakini pia tunafahamu vita kubwa zaidi ambayo Gwajima alivana alianza. Tunafahamu sio mara ya kwanza, lakini kwa this time tunaona vita kubwa zaidi ilianza pale ambapo aliwaita waandishi wa habari na kuzungumza nao kwenye masuala mbalimbali ambayo yako nchini Tanzania. Aligusia masuala mengi zaidi, miongoni mwa masuala au mambo ambayo Gwajima aliyagusia. Kwanza aligusia pia masuala ya utekaji. Hiyo ndio kubwa zaidi ambayo aliweza kuyagusia, na utakuwa nakumbuka kwa siku hii ya leo bunge linavunjwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namzungumzia Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa siku leo analivunja bunge. Sasa pale ni kama CCM wamemtema Gwajima hivi, hawamtaki kabisa ndani ya chama, na hata kama atabakia kuwa mwanachama kawaida, basi sio kwenda kuchukua kinyang'anyiro au sio kwenda kuwa mbunge. Tunafahamu Gwajima ni mbunge wa Kawe, na tunafahamu sasa hivi John Warioba Mwita yeye ametangaza rasmi bana kuwa kuchukua fomu ya jimbo la Kawe. Yani yeye ndio anaenda sasa hivi kwenda kugombea jimbo la Kawe kupitia tiketi ya CCM, jambo ambalo limeibua maswali mengi zaidi baada ya siku ya jana wakati anazungumza na waandishi wa habari. Akasema kwamba anatamani na tayari ameshachukua fomu, anaenda kuchukua fomu bana ya kwenda kuchukua mbunge wa Kawe pale, na tunafahamu mbunge wa Kawe alikuwepo ni Gwajima. Kwa hiyo kwa sasa hivi Gwajima ni kama CCM wamemtema au wameachana naye kwa sababu ya mambo mbalimbali ambayo yanaendelea. Utafahamu hata kanisa lake sasa hivi limefungiwa, bado yeye mwenyewe kama yeye ajui hatima ya kanisa kwamba litafunguliwa lini, na waumini wenyewe hawajui kwamba hatima yao itaenda wapi au iko wapi sasa hivi. Tunafahamu kuna mambo mengi zaidi, mapicha yanaendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kuna kuwepo pia na mpasuko, mgawanyo mkubwa zaidi ambao unaendelea sasa hivi. Tunafahamu hata kama utakuwa unafuatilia vizuri mbunge wa Kisesa pale, hapa namzungumzia Luhaga Mpina, naye pia kuna mambo mengi zaidi ambayo hata rais mwenyewe alizungumza, akasema kwamba Luhaga Mpina hatufai kwa sababu ameshindwa kuwatetea wananchi wake bungeni pale, na alikuwa anatafuta umaarufu kwa mujibu wa rais alivyokuwa anazungumza akiwa kwa ndugu zetu huko maeneo ya Kisesa. So unaweza kuona pia hali hii iko vipi sasa kwenye swala hili la Gwajima, ambayo sasa hivi rasmi kwa upande wa Luhaga Mpina tujajua kwamba atarudi au hatorudi, lakini tunaona kwa Gwajima yeye ni rasmi sasa yeye hatakuwa tena mbunge wa Kawe, kwa sababu tayari mbunge wa Kawe sasa hivi anaenda kuchukua fomu ni John Warioba Mwita. Yeye ndio anaenda kuchukua fomu ya kugombea ubunge. Hatujajua kwamba, tunajua leo bunge litavunjwa, likishavunjwa kutakuwepo pia na baadhi ya taratibu pia ambazo zitafanyika za kuchukua fomu na mambo mengine yatakuwa yanaendelea. Maoni yako ni yapi juu ya hichi ambacho kinaendelea hapo? Niachie maoni yako hapo. Gwajima alikosea wapi au yeye yuko sahihi? Niachie maoni hapo, lakini pia kubwa zaidi usisahau bana kusubscribe channel yetu ya BM Mbasha TV. Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Mbasha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.